aliposikia maneno yake kitajwa Amir fatarahamat alayhi, Aisha akamrehemu Amir, sawa, yarhamuhullah, yarhamuhullah. Kuna mtu mmoja Tabora, kuna shekhe mmoja Tabora, alikuwa yeye antasibu ila Ansar Sunna. Basi siku moja tumekwenda kumnasihi na kumlingania je na haji salafi. Baadaye tukasikia kwamba huyu bwana siku hizi amekuwa msoma itima. Sema Ansar Sunna tena msoma itima. Nilikwenda kuongea naye kutahakiki juu ya yale. Akasema yeye ndio. Akasema taban ajal, sawa nasoma itima, kwa nini gani, kwa hoja gani na dalili gani? Akatoa kitabu bidayatu an-nihaya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Akaanza kusoma kisa katika mapambano yaliyotokea kule Iraki, katika mapambano ya Jamal. Kisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaenda kwa Aisha baada ya vita vimepoa, akaingia katika hema la Aisha akamsalimia. Baada ya kumsalimia, Aisha akamuuliza Ali ibn Abi Talib, katika vita hivi vilitokea ni nani na nani waliokufa? Ali radhiyallahu anhu akawa anawataja wale ambao waliokufa, bwana amekufa fulani, sahaba fulani. Sasa kile akiwataja Aisha yatarahamuhum, akawa tatarahamuhum, anaomba yarhamuhullah. Kwa akasema kwa hali hii ni dalili ya kusoma itima, kwa hiyo na mimi na warehemu. Nikamuuliza mimi, nikamwambia wewe mwanzo ulikuwa usomi itima, si ndio? Hiyo ndio dalili, sawa. Hao wenyewe arbabu wa makhurafi na masufi wasoma itima, mbona hawakutumia dalili hii? Hawakuifanya wao kwamba hii ndiyo dalili? Wale mabingwa wa mambo hayo, sawa, makhurafi, mbona hawakufanya kwamba hii ni dalili? Ukaja wewe jadidu, khurafi jadidu, ukaweza umekuja unafanya hii ndio dalili yako. Cha pili, ulikuwa unatafuta nini katika kitabu hiki mpaka ukaja kutokea hapa? Nini kilichokupeleka ndani ya kitabu hiki cha tarehe mpaka ukaja kutokea katika tukio hili ukasoma? Afa ukapata kuwa ni hoja ya kujenga msimamo wa kusoma itima, na leo ukawa msoma itima maarufu ni nini? Kwa maana hiyo wewe inaonekana kwamba kwanza uliitakidi thumma stadalta bihadhihi alqism, kwamba wewe ulikuwa na itikadi jambo hili linafaa, kisha ukatafuta tapekwa ndo ukapata dalili kisa hiki. Kaambia na hii inaonyesha juu ya dhalala uliyokuwa nayo, juu ya dhalala, kwamba wakengeuka mpaka wenyewe wenye itima zao. Tukamnasihi achana mambo hayo. Fa'anada fataraknahu, akawa msusuavu, tukamwacha. Fadhalla wa halaka, yupo si mfahamiana kiitwa mtu mmoja kiitwa Rupala. Watu wa Tabora wanamjua aitwa Rupala, shehe